Wakenya walijitokeza kuadhimisha siku ya Sabasaba katika maeneo tofauti nchini wakishinikiza kukomeshwa kwa utekaji nyara. Baadhi ya waandamanaji na wanaharakati walikamatwa kwa madai ya kueneza uchochezi kuhusu maandamano hayo. Aidha, makundi tofauti ya vijana yalikosoa kuadhimishwa kwa maandamano hayo yakidai kuwa yamepitwa na wakati, huku wengine wakishinikiza kuwa siku ya Sabasaba inapaswa kutambuliwa kama sikukuu ya kitaifa. Gavana wa Siaya James Orengo alisikitika kuwa Wakenya bado wanaendelea kuteseka kutokana na uongozi mbaya nchini. Vilevile kulikuwa na maeneo mbalimbali yaliyoendelea na shughuli zao za kawaida bila kushuhudiwa maandamano. Mary Chalo na taarifa hiyo kwa kina. Baadhi ya wanaharakati na Wakenya walijitokeza mapema leo hii katika kaunti tofauti nchini ili kufanya maandamano ya amani ya kuadhimisha sikukuu ya Sabasaba ya 36 ambayo ni kumbukumbu ya mapambano ya demokrasia na kushinikiza baadhi ya masuala ambayo serikali ya kitaifa inatakiwa kuzingatia na kusuluhisha, ikiwemo swala la utekaji nyara na uongozi mbaya. Hapa kwa sababu ya utetezi wa nchi na tuko hapa kwa sababu ya amani. Waandamanaji hawa katika kaunti ya Nairobi walikutana na barabara zilizokuwa zimejaa maafisa wa polisi waliokuwa wanayakagua magari yale. Barabara hizo ni ikiwemo ile ya Thika, Mombasa, Njogo, kati ya barabara zingine. Aidha, katika kaunti ya Nairobi waandamanaji walikamatwa walipokuwa wakifanya maandamano ya amani, baadhi yao wakikamatwa na watu wasiojulikana na kuwekwa ndani ya gari aina ya Subaru. Wengine pia wakikamatwa na maafisa wa polisi walipokuwa wakielekea katika bunge la kitaifa kwa amani, lengo lao kuu likiwa ni kuwasilisha nyaraka za siku hii ya Sabasaba. Katika kaunti ya Mombasa maandamano yalifanyika kwa amani, vijana na wanaharakati wakiungana kwa pamoja kuadhimisha siku hii. Vijana hawa wakiweka wazi kuwa kumekuwa na njama ya kuwanyamazisha dhidi ya kushiriki katika maandamano, wakisema kuwa ni wakati wa Wakenya kuungana pamoja na kuwachagua viongozi wafaao. Mtu yeyote ambaye anajitokeza anapinga serikali anatekwa nyara, anapigwa risasi. Wazazi wetu ambao waliweza kupigania nchi yetu leo hii wanaandamana. Lakini haya yakijiri, baadhi ya vijana kutoka jijini Nairobi wamepinga maandamano na maadhimisho ya siku hii ya Sabasaba, wakisema kuwa mbinu hiyo imepitwa na wakati, kauli yao ikikinzana na ile ya kundi tofauti la vijana kutoka Nakuru ambao wanashinikiza kutambuliwa rasmi kwa siku ya Sabasaba kama mojawapo ya sikukuu ya kitaifa. If it's a commemoration, we acknowledge the very successful and the very bombshell struggle for second liberation, for the multi-party democracy. And we appreciate and we bid them, we salute them. Gen Z's power. But not through the streets. Kwa upande wake, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo alibaini kuwa licha ya demokrasia na maadhimisho haya ya Sabasaba, bado Mkenya wa kawaida anazidi kuteseka. Hii ni kutokana na uongozi mbaya ambao umeendelea kushuhudiwa katika taifa la Kenya. And we have a new constitutional dispensation, and that constitution is like it doesn't exist. People are still being abducted. There are extrajudicial killings, and a lot of people are being detained and prosecuted on trumped-up charges. Maandamano hayo yakiendelea, baadhi ya maeneo mengine nchini yalishuhudia hali ya utulivu na biashara kuendelea kama kawaida, ikiwemo Kitengela, Machakos, Eldoret, kati ya maeneo mengine. Mary Chalo, Undugu TV.